Machinga sauti ya wanyonge wanasema msajili wa vyama vya siasa awalima barua Chadema, Mchome awa sababu, sio Mchome mapovu. Huyu ni Mchome wa Chadema. Sasa habari hii ngoja niende kidogo huku ndani nikupe na wewe uone haya mambo yalivyo. Msajili wa vyama na barua hiyo kwa Chadema wamjibu Mchome. Sasa imekuwaje hiyo barua, au barua hiyo inasema nini? Ni kwamba habari hii kidogo nikupe hapa. Sawa. Mchome yeye anaandika barua kwa msajili wa vyama vya siasa Kobike akihoji uhalali wa baraza kuu, wajumbe walioongezeka pale wa kamati kuu, katibu mkuu walioteuliwa na mwenyekiti mpya wa chama cha Chadema. Anasema baraza lilikuwa akidi haitoshi, kwa hiyo hao sio halali. Sasa Chadema wakaongea, lakini jana msajili anawaambia Chadema mjibuni. Ndio. Na hii ilikuwa ni tarehe 22 Januari 2025 ndio ambapo kulifanyika kikao cha baraza kuu na kuteua wale wajumbe ambao wameongezeka. Lembros Mchome ni mwanachama ambaye hakuridhishwa. Anasema kwamba akidi haikufanyaje, haikutimia, lakini hakupaswa kubezwa. Inawezekana na yeye aliisoma katiba ya chama chake na akaona kuna mapungufu ambayo yamefanyika. Sasa mara nyingi hoja ujibiwa kwa hoja, sio kwa vioja. Si unanielewa? Yani hoja ujibiwa kwa hoja, si kwa vioja. Kwa alikuwa na hoja na ambayo ilimpelekea kuandika barua kwa msajili wa vyama. Kwa anachopaswa kufanya Chadema ni kumjibu kwamba akidi ilitimia. Mimi nimemsikia mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu wamemjibu kwa barua. Sasa natakiwa hiyo anasema alimjibu akamwambia kwa mujibu wa hiyo. Hata katibu mkuu naye alimjibu kwa barua. Na nimemsikia katibu mkuu anamwambia kaifuate. Kwa hiyo amejibu tayari, barua imeshafika aende. Sasa mbona msajili amewapa tena hawa barua wamjibu huyu? Maana yake hajapeleka barua, wamemjibu kwa mdomo na wao taarifa inatokana na barua ambayo imesambaa ikionyesha kwamba imesainiwa na naibu msajili wa vyama vya siasa nchini Sisti Nyohoza akitaka Chadema kujibu barua ya Mchome kwa muda usiozidi Machi 31, 2025. Sawa. Kwa utaona ni namna gani inawezekana alikuwa anamjibu kwa mdomo tu.